Kwa jina naitwa Dr. Deus Mjungu. Nafanya kazi na taasisi ya Jane Goodall kama mkuu wa kitengo cha utafiti kilichopo katika hifadhi ya taifa ya Gombe. Utafiti umeanza tangu miaka ya 1960. Utafiti wetu umekuwa na zaidi ya miaka 66. Sasa kwa leo ni kwamba tunasherehekea siku ya mnyama adimu duniani aitwaye sokwe mtu. Na tafiti zetu sisi kwa kipindi chote hicho zimekuwa zikihusiana na maisha, tabia na mahitaji ya huyu mnyama adimu duniani ya sokwe mtu. Nini tumeona katika kipindi hiki chote ni kwamba pamoja na kwamba tumejifunza vitu vingi sana kumuhusu huyu mnyama adimu, namna anavyoishi kwenye mazingira yake, mahitaji yake ya kuishi, anavyolea watoto na vitu vingi tu. Kwa bahati mbaya ni kwamba namba yake imekuwa ikipungua kwa kasi sana. Hivi tunavyoongea ni kwamba kwa taifa ya Gombe idadi yao ni kama wanakaribia 80, na hii imetoka kwenye namba kati ya 120 mpaka 150 iliyokuwepo kipindi Dr. Jeni amefika mwaka 1960. Lakini ukiangalia kwa mapana zaidi wakati tumeanza mwaka 1900, chini ya miaka 130 iliyopita, idadi ya sokwe duniani ilikuwa inakaribia kati ya milioni 1 mpaka milioni 2. Ila saa hizi tunavyozungumza ni kwamba sokwe wako chini ya idadi yao ni chini ya 300,000. Kwa hiyo ni anguko au punguziko kubwa sana la huyu mnyama sokwe mtu kwa kipindi tu cha tunasema labda hiyo karne moja. Sasa kutokana na kupungua kwake kwa kasi na changamoto za kiuhifadhi zinazoendelea kumkabili kama kupotea kwa maeneo yao ya asili wanayoishi, kuendelea kuwindwa kama kitoweo, lakini vile vile kwa ajili ya kuwatunza kama tunasema pet, au watu wanawatumia kama vichekesho, au vile vile kuwatumia kwenye maonyesho mbalimbali, na magonjwa yanayokuwa yanazuka, mengine ya kwao ya asili, lakini na mengine ambayo tunawasababishia sisi binadamu, ikaonekana kuna ulazima wa kuwa na siku maalum ya sokwe mtu duniani, ili kama jamii ya kimataifa kuweza kukumbushana ni kwa nini tunahitaji kuhakikisha huyu mnyama ambaye kwa kiasi kikubwa anashabiana na binadamu anaendelea kutunzwa katika maeneo yake ya asili. Na kwa Tanzania kwa kweli na sisi sio kwamba tuna sokwe mtu wengi kama nilivyosema, kwenye hifadhi ya taifa ya Gombe wamepungua, tunaona wakiendelea kupungua, lakini kwa kama nchi sokwe mtu wapo tu ukanda huu wa magharibi katika mikoa ya Kigoma, Katavi na Rukwa kidogo. Na kwa idadi ya sokwe waliopo ni kati ya 2000 labda na 2500. Kwa hiyo idadi yetu ya sokwe ni ndogo sana. Katika swala la uchumi, sokwe mtu tuseme imekuwa ni kivutio kimojawapo kikubwa. Tunaona kwamba kuna wageni wanatoka nchi zao mbali, wanakuja katika hifadhi ya taifa ya Gombe, wanakuja katika hifadhi ya taifa ya Mahare ambapo napo kunapatikana sokwe, lakini vile vile labda niseme na wanakuja kidogo kwenye hifadhi ya taifa ya Rubondo. Kwa hiyo tunapata mapato ya utalii kwa sababu ya kuwa na sokwe mtu kwenye maeneo yetu, lakini vile vile na watu wanaokaa karibu na maeneo haya yenye sokwe mtu kwa namna moja au nyingine na wenyewe wananufaika, wanaweza wakapata kazi mule, au wanaweza wakawa wanatoa baadhi ya huduma mbalimbali na wanajiingizia kipato. Lakini tunashukuru juhudi na jitihada ambazo serikali yetu imekuwa ikiendelea kuziweka kuhakikisha kwamba hawa sokwe wanaendelea kutunzwa.
lakini vile vile serikali za wilaya pamoja na wadau mbalimbali tumekuwa tukifanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba tunaendelea kumtunza huyu mnyama.